Dunia nzima kila mtu anafikiria ni namna gani ataenda kupokea mwaka 2026, huku wengine wakifikiria namna gani ataenda kuaga mwaka 2025. Wakati huo Mtingo Barber Shop wao waliandaa kitu kikubwa kabisa na ambacho kilienda kuwafikisha katika kituo cha afya cha Mazwi, ambapo pale walienda kuona wagonjwa haswa kwenye hodi ya uzazi, kitu ambacho kila mtu alikuwa amefurahia na kuwa happy kabisa kutokana na tukio kubwa kabisa ambalo limeandaliwa na Mtingo Barber Shop kutoka Sumbawanga mjini. Kitu cha kwanza kabisa tulipokelewa na wahusika ama wenyeji wa pale. Madamu wetu alitupokea vizuri kabisa na kutukaribisha katika ofisi ama katika kituo cha afya cha Mazwi, huku Mtingo Barber Shop kazi yake ikawa ni moja tu, kwenda kuona wagonjwa na kutoa chochote kitu ambacho alikuwa amejipanga nacho. Kwa majina naitwa Cecilia Mgani, katibu wa kituo. Nimeongozana na kiongozi wangu. Karibuni. Asanteni sana. Bila shaka tulipokea wito wenu wa kuweza kufika hapa katika kituo chetu. Tunashukuru na Mwenyezi Mungu aendelee kubariki. Asante. Sasa kama ilivyo, sisi kituo chetu tuna idara tofauti tofauti, lakini tuna idara ya mama na mtoto, tuna wodi ya wazazi, lakini tuna wagonjwa wa nje na wagonjwa wa ndani. Kwa hiyo sijajua nyinyi mnatarajia kwenda wapi. Sisi kule baba mama na mtoto kule ni huduma tu zile ambazo ni za kliniki wanazotoka na kuingia, lakini kule jengo la wazazi wapo kina mama wale ambao wapo wanasubiria kujifungua, waliojifungua na ambao wapo kwa process ya kujifungua, lakini tuna wagonjwa kule waliolazwa wenyewe ni wakina mama na wakina baba. Msafara moja kwa moja ukaelekea katika hodi ya wazazi, ambapo pia tulienda kukutana na baadhi ya wazazi ambao wanasubiria kujifungua, lakini pia na kwenda kuona kina mama ambao tayari wameshajifungua na huko wengine waliojifungua kwa operation. Mtingo Barber Shop wakawa wametoa zawadi zao pale na kuwapa pole na pongezi kwa wale ambao wamejifungua. Kuja kuwasalimu, lakini pia tumeona kwamba tuweze kutoa kile ambacho Mungu ameweza kutubariki kama vijana katika utafutaji wetu, turudishe pia kwa jamii. Kwa basi siku ya leo Mtingo Barber Shop kwa niaba ni ofisi ambayo inajihusisha na masuala ya kuweka watu katika muonekano nadhifu, wanafanya cutting za nywele. Wenyewe sio na kunyoa tu, wala hawafanyi mambo ya kusuka. Kwa hiyo basi siku ya leo hii timu unaiona hapa ni vijana ambao wamejiajiri kupitia unyoaji. Lakini kupitia unyoaji imekuwa ni ajira na wao wameweza kupata kitu cha kuweza kurudisha kwa jamii. Ndio maana basi kama Mtingo Barber Shop tumeona kwamba kuna haja ya kuweza kuwasalimia kina mama. Kwa hiyo unaona hapa vile tuweza kuwasalimia, kuwashika mkono kwa kile kidogo ambacho tunaweza kubarikiwa. Kwa hiyo naomba muweze kukipokea. Lakini Mtingo Barber Shop hawakuishia hapo, tukaendelea pia na kuelekea kwenye hodi ya wanaume ama watu wenye magonjwa ya kawaida mbali na uzazi. Tukawa tumefika pale pia Mtingo Barber Shop walipata nafasi ya kutoa pole, lakini kubwa zaidi ni kwamba tu ni shukrani ya mwaka na kwenda kupokea mwaka kwa amani na waliopo katika hospitali, huku kila mtu akihitaji tabasamu. Ni namna gani vipi Mtingo Barber Shop amefikiria jambo kubwa, basi kila mtu akawa na furaha na kushukuru. Tulipata nafasi pia ya kuongea na wenyeji, kwa maana madamu wetu aliyotupokea alijitambulisha jina lake ni nani, lakini kubwa zaidi ni kwenda kupongeza kile ambacho amekifanya Mtingo Barber Shop.
Jamani, mimi kwa majina naitwa Cecilia Mgaya, ni katibu kituo cha afya Mazwi. Tunashukuru sana kwa ugeni huu wa Mtingo kuweza kutembelea katika kituo chetu na kuweza kutoa sadaka kwa chochote kile ambacho mlikuwa mmejaliwa. Tunashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Kama kituo cha afya Mazwi pamoja na uongozi kiujumla, tunawashukuruni sana. Hatuna mengi ya kusema zaidi, tunawakaribisha kituoni kwetu kwa ajili ya huduma tofauti tofauti. Karibuni. Lakini pia tulipata nafasi ya kupiga stori na viongozi wa taasisi ya Mtingo Barbershop. Tuliongea nao na wao shukrani kubwa sana kwa uongozi wa kituo cha Mazwi kuwapokea na kuwaruhusu kuenda kuwaona wagonjwa kama ilivyokuwa lengo lao. Langu jina ni Joseph Misha Kingwale. Mimi nimekuwa na vijana hawa katika masuala ya fikra tunduizi. Nimeona vile ambavyo Mungu amefanya kupitia kampuni ya Mtingo Barbershop. Vijana hawa wameweza kujiajiri mahali pale. Tunafahamu ya kwamba serikali inapambana sana kwa kuweza kutafuta ajira. Wako watu ambao wanapelekwa VETA, lakini wengine vyuo vikuu, lakini pia vyuo vya kati. Kupitia fani hizi za ujuzi tumeona ya kwamba Mtingo Barbershop kwa mkoa wa Rukwa vijana wengi wameweza kujiajiri kupitia ofisi ile. Siku ya leo wameweza kufika kituo cha afya Mazwi kwa ajili ya kuweza kuwaona wagonjwa. Wametoa sadaka zao kwa moyo unyenyekevu kwa ajili ya kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima kwa muda wa mwaka mzima. Jambo hili mimi binafsi limeweza kunitia shime na kuona ya kwamba kumbe Mungu wetu huwabariki hata vijana ambao wanafanya kazi za mikono. Mungu wetu kumbe huwajali hata wale ambao kupitia ujuzi wao wamekuwa kijipatia kipato halali, na tumeona ya kwamba wamebarikiwa na wameweza kuleta kwa ajili ya kuweza kuwaona wahitaji. Binafsi nasema ya kwamba kama kijana wa Kitanzania hapa mkoani Rukwa nimewiwa na kuona ya kwamba Mungu wetu hubariki kazi za mikono wala sio fedha. Hivyo basi nawatia shime na vijana wengine wanaweza kwenda hata maeneo mengine kuweza kuwasalimu watu kama sisi leo hii familia ya Mtingo tulivyoweza kufika mahali hapa. Mungu aweze kukukumbuka na wewe kupitia hiki ambacho unachokwenda kukiona, kikawe pia ni chacho kusukuma wala sio kwa ajili ya kuweza kujionyesha, lakini neema ya Mungu ikaonekane kupitia sadaka hizi ambazo zinafanywa. Nimeona vijana wengi wakifanya, nimewaona vijana wengi wakipungukiwa, lakini kupitia haya ninaamini ya kwamba Mungu wetu atafanya maradufu. Tumeona mama mdogo ambaye amelala kando kando ya kitanda cha binti ambaye amelala kwa magonjwa, lakini kupitia sadaka hii ameweza kupata afya na nguvu, lakini pia ameweza kupata nafasi ya kuweza kufikiri kwamba kumbe yeye pia amekumbukwa siku ya leo. Kupitia kukumbukwa kwake na sisi pia tunasema ya kwamba neema ya Mungu imekuwa ni kubwa mno kwetu. Kama vijana tunaona ya kwamba kupitia shughuli hizi za mikono kumbe Mungu wetu hutubariki maradufu. Na ndio maana Mtingo Barbershop wakaja na wazo la kuweza kuwatembelea na kuwaona watu wengine. Asante. Kwa majina naitwa Moses, lakini kwa niaba ya mkurugenzi wa Mtingo Barbershop. Kiujumla tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa hospitali ya Mazwi. Tunashukuru, tulikuwa tumekuja hapa kwa ajili ya kuwaona wagonjwa, lakini pia tulikuwa tumekuja na salamu mbalimbali za pole kwa ajili ya wagonjwa. Lakini tunashukuru uongozi wote wa kituo hiki cha afya cha Mazwi kwa kutupokea na kwa ushirikiano wao. Nasi tunawakaribisha katika ofisi yetu ya Mtingo Barbershop kwa ajili ya huduma za saluni. Hili itakuwa ni mwendelezo, lakini huu ni mwanzo. Ni kwa sababu ya udogo wa ofisi yetu. Kwa jambo hili tumelifanya kwa udogo kidogo, lakini tunategemea kwa wakati mwingine tutalifanya kwa ukubwa zaidi. Kwa majina naitwa Matilda Jacobo, kwa niaba ya meneja. Kiukweli tumefarijika sana kuja kuwatembelea wagonjwa hapa hospitali, na huu sio mwisho, huu ni mwanzo. Tutaenda kuwatembelea wafungwa, watoto yatima na watoto wa mitaani pia, na hata wale wengine wasiojiweza. Sina mengi ya kuongea, tumefarijika kiukweli. Kwa majina naitwa Eric Oswald, mimi ni mfanyakazi wa Mtingo Barbershop. Mimi napenda kuishukuru hospitali ya Mazwi, wametupokea vizuri. Kwa hili jambo letu tulikuwa tumekuja kuwaona watu wenye mahitaji kama wagonjwa. Tunawashukuru sana na pia tunawakaribisha na ofisini kwetu kwa ajili wapate huduma ya kunyolewa.
Na ikumbukwe tu baada ya hapo pia tulitoka na kuingia mtaani. Kila mtu akawa anajiuliza Mtingwa Barber Shop crew nzima iko mtaani kuna nini? Lakini sisi tukawa tunaelewa kabisa kwamba Mtingwa Barber Shop wameamua kuaga mwaka na kukaribisha mwaka kwa namna hiyo. Na moja kwa moja tukawa msafara ni kuelekea sasa kupata lunch, ambapo kila mmoja alipata chakula kwa kushiba, alikunywa, alifurahi. Kwa haya yote yametolewa na taasisi ya Mtingwa Barber Shop. Kubwa zaidi ni kwamba Mtingwa Barber Shop wao wanajishughulisha na vitu vichache tu kama kunyoa, scrub, lakini pia unahitaji kufanyiwa massage, basi wako pale karibia na ofisi za CCM mkoa. Mtingwa Barber Shop anawakaribisha sana ofisini kwao. Unaweza kuwa ni mmoja kati ya wanafamilia wa Mtingwa Barber Shop na ukaendelea kufurahia huduma ambazo zinatolewa pale. Mimi naitwa DJ Mwasa na hii ni Ushuani Media. Tulifly pamoja na Mtingwa Barber Shop na sisi tulikula, tulifly huku tukipiga misele na Mtingwa Barber Shop kitaa, sio bana, huku kila mmoja akiwa amependeza na logo ambayo imekaa kwenye t-shirt yake ambayo inaonyesha ni ofisi kubwa kabisa ya Mtingwa Barber Shop kutoka Sumbawanga.